Kuna mtu ameniuliza hapa mitandaoni akasema muulize Dennis ni mtu wa shule ambako ulisomea KMC miaka hiyo. Muulize kumhusu Morris Ogeta. Anaendeleaje? Sababu kila mmoja amemzungumzia mlinzi wake Raila Odinga, alikuwa naye kule India, ameonekana amejawa na majonzi, simanzi walipokuwa pale JKIA. Sijui kama umezungumza naye, anaendeleaje? Kwa kusema kweli sijapata nafasi. Kwa sababu hata jana nilipoenda nyumbani kwa mheshimiwa Raila Odinga, mheshimiwa rais alikuwa huko. Hatukupata nafasi ya kuongea na mtu yote ambaye alikuwa pale. Na Morris hakuwa amerejea, walirejea leo asubuhi kutoka India. Lakini ambaye ako karibu na yeye sana alinielezea kwamba ako sawa. Lakini unajua kama ulienda na mkubwa wako akikuwa hai, unarudi na yeye akikuwa ndani ya jeneza. Alikuwa karibu kupona. Alikuwa narejea. Alikuwa shapona. Mheshimiwa Odinga alikuwa anafaa kurudi nyumbani wikendi ya kuja. Na vile Mheshimiwa Buru alikuwa amesema alikuwa ameongea na yeye baada ya kufanya hiyo surgery kidogo alikuwa amefanywa. Kwa hivyo alikuwa anarudi nyumbani na alikuwa sawa kabisa. Kwa hivyo kwa Morris ambaye pia alikuwa his own personal physiotherapist by the way, kama unajua. Yes, alikuwa mtu wake wa kumganda na alitrainiwa kama physiotherapist pia. Alikuwa mlinzi na alikuwa pia physiotherapist. Na safari yao ilianzia katika ukumbi wa gym. Hapo ndio ilianzia na akampeleka Israeli akatrainiwa, akapata kufunzwa mambo ya usalama. Pia George pia akaenda Israeli pia kufunzwa mambo ya usalama. Kwa hivyo Morris huu wakati wake ni mgumu sana kwa sababu pia yeye ni wale watu ambao wakaribu sana ambaye wanajua mzee akikaa akinyamaza wanajua inamaanisha nini, akiongea akigeuka. Unajua Raila Odinga ni yule jamaa ambaye ni yule kiongozi ambaye tukikaa na yeye, kwa mfano tumekaa katika dais na kuna rally mahali tuseme tutononoka. Alafu ageuke angalie nyuma. Sisi wote tunaangalianga nyuma. Huwezi jua anatafuta nani. Na akifanya mkono hivi, sisi wote tunakimbianga kwake kwa sababu ujui anataka nini, ujui anataka kuongea na nani. Na mara mingi pia unajua Mheshimiwa Raila pia akiongea huko unamsikia sana. But lazima mkaribie sana. Lazima umkaribie uelewe anasema nini. Lakini kwa sababu tulikaa na yeye sana tungekwambia sasa mzee amechoka anahitaji soda, mzee amechoka anahitaji maji, mzee amechoka anataka kutoka hapa. Hii ilikuwa kazi yetu kujua. Hata kama nilikuwa mwanahabari wake, pia hiyo kazi pia tulikuwa tunafanya kwa zamu. Tulikuwa tunafanya kwa zamu. Kwa hivyo kwa sasa nafikiria ni pigo kubwa sana kwa Morris. Na kama pia George marehemu angekuwa hai, lingekuwa pigo kubwa zaidi kwake kwa sababu alihuzunika pia wakati George aliaga. Sana. Kwa sababu wakati George aliaga dunia, wakitoka mazishi nilimpigia mzee akasema lile ambalo tumfanyia George ni kumake sure tumempatia befitting send off kama hero, kama shujaa. George alikuwa shujaa. Na mimi nilijua George kwa undani sana mwaka 2007. Wakati nilitumwa kwake na mtumishi mkubwa mmoja wa serikali nipate kumpelekea kifaa fulani ambacho alikuwa anatumia kwa kazi yake. Na hiyo ni wakati nilijua George mpaka kwa sasa. Na pia nilikuwa natumia George sana kumwelezea mambo mawili matatu, na nilifanya na mimi nikakuwa na wandani sana na Mheshimiwa Raila Odinga ambaye kwangu bado ni rais wangu mpaka kwa sasa. Lakini rais ambaye ako mamlakani pia ni rais wangu. Lakini unajua kwa kota zetu tulikuwa na rais wetu lakini rais wa taifa ni rais William Ruto. Kwa hivyo ni wakati mgumu sana. Si kwa George peke yake. Kuna Raila Odinga alikuwa na an entire system. Alikuwa na wapishi, alikuwa na madereva. Kwanza kuna dereva mmoja na mwitango Mwami ambaye alianza kufanya kazi na mzee akikuwa kwa Ministry ya Energy. Kitambo na alikuwa naye mpaka sasa. Kitambo. Huyo sasa hata mimi nimeshindwa kumpigia simu kwa sababu sijui nimwambie nini. Kuna wale walinzi wake ambao walianza na yeye akikuwa youth leader mpaka sasa hivi.
Kwa ufupi ni kwamba kwa zaidi ya miaka 40 kuna watu ambao wameishi miaka zaidi ya 40 wakingoja Mheshimiwa Raila Odinga kuwa rais. Wengine wamekufa bila kumuona akiwa rais, na wengine sasa wanaenda kumzika kabla kuwa rais, na wametembea naye kwa safari kwa miaka mingi sana. Ila kuna wale ambao wanasema Raila Odinga alikuwa rais tangu mwaka 2008. Amekuwa rais. Actually kutoka mwaka 2002 amekuwa rais. Sababu amekuwa kwenye serikali zote, hata serikali ya Mzee Moi alikuwa. Na alikuwa na ushawishi mkubwa. Wakati mwingine kama sasa wengi wanaona ana ushawishi zaidi ya Rais William Ruto. Kuna wale ambao wanasema kama Raila Odinga akizungumza rais ataitika. Sababu Raila Odinga akiambia watu wake ambao ni nusu ya Kenya ambao walimpigia kura, akisema twende kushoto, kila mtu ambaye ni mfuasi wake, vile ambavyo tumeona hivi leo Nairobi, ataenda kushoto. Tutasemaje hiyo miaka yote ya uongozi? Unajua Raila alikuwa people's president, lakini pia kwa upande wetu sisi kama wafuasi wa Raila Odinga alishinda kura zote. Kura ambayo niko na taswishi kama tulishinda hatukushinda ni kura ya mwaka wa 2013, kwa sababu mimi sikuhusika kabisa katika kura hizo. Lakini kura ambao mimi najua tulishinda chini ya katiba mpya. Ya chini ya katiba mpya. Hiyo sijui vile ile kwa sababu mimi sikukuwa, but kura ya mwaka 2020 na 17 no 22 na mwaka wa 17 no ile ya nyuma 207. Yes. Hiyo kila mmoja huwa anajua kile ambacho kilifanyika. Kwa hivyo lakini pia kuna tofauti. Unajua ukikuwa rais when ni commander in chief, but Raila alikuwa commander in chief of the Kenyan people, but kuna mheshimiwa rais ambaye ni commander in chief of the Kenyan Armed Forces. So na kiongoza majeshi yake. Yes, na sheria ina recognize yule ambaye amekalia kiti cha commander in chief of armed forces. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Lakini la kuhuzunisha ni kwamba hatukupata nafasi ya kuweka programu zetu, hata kama tulikuwa na ushawishi mkubwa sana kama Raila Odinga ndani ya serikali na nje ya serikali. Hatukupata nafasi ya kusema tungetaka Kenya iongozwe namna gani, kwa sababu kila saa watu walikuwa wanasema hata kama Raila angekuwa kiongozi angefanya nini. Hilo swali linisumbua sana. Lakini hamkumpatia nafasi. Mlimpatia kura, lakini kuna mahali watu labda walikaa wakasema asikuwe rais. Ukweli. Na kwa hivyo kwa muda mrefu sana amekuwa mtu ambaye akona ushawishi mkubwa sana, akona power mingi sana nje na ndani ya serikali. Lakini bila mamlaka. Na bila mamlaka pia hakuna jambo kubwa ambalo linaweza fanya. Tukimalizia, kwa mtazamo wako ungependa Raila Odinga akumbukwe kivipi? Nahitaji siku kama 15 nikuelezea, lakini kwa ufupi tu. Una dakika kama 5 hivyo za kunielezea. Kwa ufupi tu, ningetaka Raila Odinga akumbukwe kwa vitu vitatu. Kitu cha kwanza, akumbukwe kama kiongozi ambaye aliweka taifa mbele kuliko kitu chochote kile. Kwa sababu kwa nyakati 3 nafikiria mheshimiwa Raila alisema taifa ni kubwa kuniliko mimi. Akawacha, wakatengeneza serikali, wakasukuma gurudumu la serikali kwa sababu ya amani. La pili, ningetaka akumbuke kama baba wa taifa na akuwe na nafasi yake katika kumbukumbu la historia ya Kenya. Na ningeomba sana wajanuzi, wale ambao wanafanya uchanganuzi mambo ya siasa na wale ambao wanaandika syllabus za shule, tafadhali umweke katika syllabus ya Kenya, ka historia ya Kenya. Akisoma kwenye historia, apatiwe nafasi yake, kwa sababu sisi wote tutaondoka. Kuna watoto wetu ambao watakuja na vijukuu ambao watakuja. Ningetaka sana wamkumbuke Raila Odinga. Na ya tatu, ningetaka Raila Odinga akumbukwe ya kwamba kama yule mtu ambaye alikuwa anapenda amani. Hata kama kuna baadhi ya Wakenya walikuwa wanaona Raila si mtu wa amani, ningetaka akumbuke, kwa sababu mimi nimefanya naye kazi na ninamjua. Raila ni mtu ambaye
wakati alikuja mazishi ya babangu, watu walikuwa wanasema, unajua kawaida watu walikuwa wanasema Raila ni mtu mgamu sana. Raila hawezi toa pesa ukikuwa na shida. But mara mingi sana nilikuwa nimekaa na Raila Odinga, Mheshimiwa Raila Odinga, nampata anachukua simu yake, anaandika namba. Kwa sababu mimi nilikuwa kama, alikuwa ananitanga my son, kijana yangu, na anaandika namba, namuuliza mzee unaandika namba yani? Ananiambia hapana, huyu ni mama mwingine ako huko Turkana na ni rafiki yangu since 1991. Wow. Na watoto wake wako university, nataka atumiwe kitu. Nikamuuliza mzee unajua mambo ya M-Pesa? Anacheka, ananiambia anajua mambo ya M-Pesa. Nataka atumiwe M-Pesa. Anaita mlinzi wake, anamtumia pesa. Wakati babangu aliaga dunia, alipokuja nyumbani, marafiki zangu sana waliniuliza, wewe unajifanya Raila ni rafiki yako, haja kusaidia. Raila alipokuja nyumbani, wakati wanasiasa wengine walisimama hapo mbele kuanza kutoa mchango wao, mimi nilikuja na shilingi 20,000. Dennis, wewe ni rafiki yangu sana. Aligeuka akaniuliza, Dennis, niko na pole yangu hapa, ungetaka ni itangaze ama nikupatie? Niliita ndugu yangu mkubwa nikamuuliza mnataka aje, akasema wacha tupatie. Kwa sababu alisoma ile ideolojia ya babangu, akaona ya kwamba familia yetu tulikuwa watu wengi sana. Ulikuwa kundi la watu. Familia ni mbili. Mzee akasema unajua mimi naelewa mambo ya familia. Lakini kuna nyakati nyingine pia alikuwa anasema kama unataka kumsaidia mtu, kwa nini utangaze basi? Raila amelipa school fees, amepeleka watu shule. Raila was an entire ecosystem. Asante sana. Shukran sana Dennis Onsarigo. Kuna swala moja la mwisho, kitu kimoja ambacho Wakenya hawakijui na wewe unakijua na ungependa kukisema. Raila Odinga. Naam. Alikuwa anapenda kula chakula kwa mkono. Raila hakuwa mtu wa fork and knife. Tuache uzungu kidogo. Alikuwa anapenda kula chakula chake na mkono. Na mkono. Kiafrika. Dennis Onsarigo alikuwa mwanahabari tajika sana.